Mikasa ya mapenzi ni vingi vilio, wengi wanakimbia eti kukosa milio, hakuna cha kokota ya. Unaonekana kweli unaumwa, maana joto lako liko juu sana. Sijui nitumie dawa gani ili niweze kulikava. Tumia dawa 3 au action. Itakusaidia kupunguza ile joto kidogo. Okay, hilo lina shida. Nimezunguka sana. Nimetembea sana kila sehemu. Nimekutana madaktari, nimekutana manesi, lakini huko hotline sana. Hotline ndo nini? Sio muda wake kulielezea hilo sasa, ila nafikiri kama ukinipa namba yako nitakuelezea zaidi. Na sidhani kama nitaipata, ila nitakupatia namba yangu kwa sharti moja. Usinitafute usiku. Hilo kwangu halina shida, nitatii. Okay, niandikie tu hapa. Bwana Innocent. Ndio. Kama nilivyokuambia ndugu yangu, hapa ndo nyumbani. Na huyu hapa ndo mzee wangu. Ndo mzee wangu ambaye amenipokea. Toka nimefika niko kwake. Basi bwana. Nashukuru kufahamu. Karibu sana nyumbani, jisikie huko nyumbani. Sawa, nashukuru. Basi hamna neno, mimi nashukuru kumfahamu mzee. Kwa hapa ndo nyumbani. Karibu sana. Sawa. Basi bwana, asante sana. Nashukuru kwa kufahamu nyumbani. Nadhani hakuna kitu kitakachoharibika. Sawa sawa. Ndio. Ndo hivyo. Kwa tuko hapa bana. Tunahangaika hapa na mzee hapa. Na unajua kama hujawa mwenyeji lazima ukaribishwe na wenyeji, ili wakufundishe mazingira, wakuonyeshe mazingira zewe jinsi yalivyo. Sawa. Kwa mzee kuna vitu vingi ambavyo ananielekeza, ananifundisha. Nadhani hata mwenyewe naendelea kupata uzoefu zaidi. Japo kazi kwangu bado ni changamoto, na ila naendelea kupambana. Hivyo ukipata kibarua leo unapambana, ukifanyeje unapambana. Ndio hivyo, kitakachopatikana ndio hicho basi. Basi ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hakuna mtu ambaye anaifahamu kesho yake na anajua riziki yake inakuja vipi. Kwa hiyo sawa. Nguvu na mapambano ndio kitu kinachohitajika sana. Kwa hivyo bwana. Kwa tupo sana hapa nyumbani. Sawa. Basi asante. Sawa. Kuna kupumzika daily RIP. Huyu tunazika ila tuchangi, eti ya kujihusisha na mambo ya jamii. Na isemia ardhi ya jalali, na isemia ardhi ya thamani, ardhi aloweka kambi shetani. Na isemia ardhi ya jalali, na isemia ardhi ya thamani, ardhi aloweka kambi shetani. Alisemia chimbo go
nalisemea chimbo chimbo godi, nalisemea chimbo chimbo godi, nalisemea chimbo chimbo Hello? Mambo poa, vipi? Poa. Naona shati langu umeshindwa kulitimiza ete? Yes, nimeshindwa kwa sababu nikajiuliza kwa nini Innocent mimi nilale bila kukujulia hali, dokta wangu. Kuna kitu nilikuwa nataka nizungumze na wewe. Nakusikiliza. Nafikiri kesho ni weekend, nadhani utakuwa uko nyumbani. Nadhani ningependa kesho tutoke twende mahali fulani hivi muda jioni. Kijana mkarimu kama wewe, sidhani kama ombi lako linaweza likakataliwa. Kesho tukuagizia uba nije kufuate ulipo. Sawa, haina shida. Usiku mwema my doctor. Kwako pia. Ulale mnono. Haya. I built my dreams upon your name, held your warmth but not the flame. You turned away, left me alone in the ruins of a heart. Kuna jambo hapa nalihisi, sema nalihofia. Sasa sijui kama ni hisia au ni fantasy tu. Nahisi kama moyo wangu umefungwa kwenye jina moja tu, nalo ni Diana. Kuna maana kuwa nesi wa pale kliniki? Yeah. Mambo Kemiala. Safi, vipi? Mlipanda saa ngapi mlimani? Kule tunapanda jioni bana. Tono unanikila nana hakeke. Tono mau. Ya, niliwahi kujaribu. Lakini alisema asante bila hata kunitazama mara ya pili, lakini sikukata tamaa na sitakata tamaa. Yeah. In the quiet of the moonlit night, your hand in mine feels just right. The world fades out, it's just us two. A love so pure, a love so true. Breathe with me, let time slow down. Hearts are singing without a sound. Every moment with you is gold. A story of love that never grows
grows old. Your laughter's like a gentle stream flowing softly through my dream. The way you smile, it lights my way, turns the darkest night into day. Breathe with me, let time slow down. Hearts are singing without a sound. Every moment with you is gold. Wewe kazi zinaendeleaje bwana? Kazi zinaenda vizuri. Ndio. Tunashukuru tunaendelea vizuri kwa kweli. Na huyo kijana huyo vipi? Ana muda gani hapa? Naona una kijana mgeni hapa. Nani Zabron? Huyu. Zabron ni mgeni. Ndio. Hana siku nyingi. Sawa. Utendaji kazi vipi? Uko sawa? Kwenye kutenda kazi anafanya kazi vizuri. Ndio. Wakizingatia anajituma. Sawa. Ni kijana mzuri kwa kweli. Tunaweza tukampatia kazi za kudumu hapa. Hana mambo mengi. Hamna. Tabia chafu hana. Hamna. Kwa hiyo hata ile nafasi ya yule kijana tuliyemfukuza inaweza ikamfaa baadaye kama ataonyesha ukomavu wa kazi. Namfaa kabisa. Leo tukampatia moja kwa moja kazi ya kudumu. Labda umejaribu kumpeleleza, amekueleza labda alishawahi kufanya hizi kazi na sehemu nyingine? Kwa hivyo tulivyoongea naye anadai kwamba hana muda mrefu kwenye hizi kazi. Hana muda mrefu. Na ukiona kijana ambaye hana muda mrefu kwenye hizi kazi, hana mambo mengi. Hana mambo mengi. Wewe ni mzuri. Wewe anakufaa kabisa. Endelea kumpeleleza ili kusudi tuone ile nafasi, kwa sababu haijapata mtu. Basi tumweke yeye. Sawa. Kuna kupumzika daily RIP. Huyu tunazika ila tuchangii, eti ya kujihusisha na mambo ya jamii. Na isemea ardhi ya jalali, na isemea ardhi ya thamani, ardhi aloweka kambi shetani. Na isemea ardhi ya jalali, na isemea ardhi ya thamani, ardhi aloweka kambi shetani. Na isemea ardhi ya jalali, na isemea ardhi ya thamani, ardhi aloweka kambi shetani. Na lisemea chimbo godi, na lisemea chimbo godi, nalisemea chimbo godi, nalisemea chimbo godi. Nilipokuona mara ya kwanza, mwanga ulijaa machoni mwangu. Nilijua moyo wangu umepata sauti yake ya kweli. Niliposikia jina lako, kama upepo ulipuliza rohoni, nikajua si ndoto tena, ni mwanzo wa hadithi yetu.
Shikamoo mama. Marahaba. Hujambo mama? Jambo mama. Mbona mama unanisalimia kwa heshima hivyo? Kwa sababu wewe ni mkubwa kwangu, afu pia ni mama nimpendaye. Unamaanisha nini? Hamna kitu. Basi sogeni kutuishe. Dunia inanga, mapenzi yameanza sasa, kama jua linavyoamka. Unaonekana mama una heshima. Hata mtu wenye kimvuli huwa ujisifu. Niliposikia jina lako, kama upepo ulipuliza rohoni, nikajua si ndoto tena, ni mwanzo wa hadithi yetu. Moyo wangu umekutana na wako, tukiwa wawili, dunia inang'aa. Mapenzi haya yameanza sasa, kama jua linavyoamka asubuhi. Haki, moyo wangu umekutana na wako, tukiwa wawili, dunia inang'aa. Mapenzi haya yameanza sasa, kama jua linavyoamka asubuhi. Chini ya ardhi ndoto zipo hai, kila jasho hadithi mpya. Moyo wangu haujafaa, bado naota mwanga wa kesho. Sasa Zabloni, Sawa sawa. kuanzia sasa hivi Sawa sawa. nataka unasimamia huku chini kwenye mwalo wa chini. Sawa sawa. Sawa. Mimi babake nasimamia na ule mwalo wa kule juu. Kule juu. Wewe sasa ubaki hapa. Sawa sawa. Unanipata vizuri? Sawa. Ufanye kazi hapa. Ila sasa inatakiwa uonyeshe juhudi zaidi. Sijui unanielewa? Nakusikiliza. Juhudi inatakiwa ziongeze sana zaidi, kwa sababu alikuwepo jamaa mwingine hapa anafanya kazi. Sawa sawa. Lakini akaonekana na mambo mengi ambayo sio mazuri. Sawa sawa. Hayakumpendeza mzee. Sawa sawa. Ikabidi atimuliwe. Sawa sawa. Alifukuzwa. Sasa wewe tumekupa hii nafasi itendee haki. Sawa sawa. Unanielewa vizuri? Ndio. Fanya kazi. Sawa, basi nadhani haina shida. Mimi nitafanya maelekezo kama jinsi ambavyo unanielekeza. Na unajua mimi kuna vitu baadhi ambavyo nilikuwa sijajua kwenye upande wa usimamizi. Kwa hiyo patakapotokea changamoto yoyote ile
nitakueleza ili uweze kunisaidia, kwa sababu unajua uzoefu muda mwingine ni muhimu sana. Japo nimeshakuwa mzoefu baadhi ya vitu, ila kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa bado sijajua. Kwa hiyo nitakuja uendelee kuweza kuelekeza hapa naleta changamoto kidogo. Haina shida. Kama kuna kitu kinakuwa kinakutatanisha, sawa, utanifuata tu hapo juu. Haina shida. Sawa. Basi sawa. Ngoja nimalizie hapa. Malizia. Pia labda ungeweza kupata taarifa. Hao vijana wenyewe ngoja niongee nao. Kwa walikuwa wameshazoea mimi ndio msimamizi wao. Sawa. Niwakabidhi kwako. Sawa. Basi haina shida. Ngoja sasa niendelee na wewe endelea. Naisemea ardhi ya jalali, naisemea ardhi ya thamani, ardhi aloweka kambi shetani. Naisemea ardhi ya jalali, naisemea ardhi ya thamani, ardhi aloweka kambi shetani. Nalisemea chimbo godi, nalisemea chimbo godi, nalisemea chimbo godi. Nimetoka nyumbani kwako, nilikuja kukucheki lakini sijakukuta. Sio umeenda wapi? Nilitoka, nilikuwa stendi, kwa kupokea mdogo wangu. Stendi. Anaitwa nani? Anaitwa Velo. Velo. Hi. Poa. She's beautiful. Ni mzuri kweli. Mara mwisho kuona mwanamke mzuri kiasi hichi ilikuwa ni kwenye movie ya Titanic ya mwaka 1997. Alikuwa akiitwa Rose. Karibu. Samahani, naweza nikapata muda tukakaa na tukaongea? Hapana, sina muda hizo. Kwa nini? Elewa tu sina muda. Labda kwa baadaye? Labda. Sasa moyo wangu umechoka kungoja, mapenzi yamebaki kivuli, ahadi zimevunjika kama kioo. Nilipenda kwa dhati, lakini moyo wangu sasa unaumia, lakini moyo wangu sasa unaumia. Sawa, baadaye. Haina shida. Sawa, tunaenda. Okay, poa. Lakini sasa baridi imenigusa, nilitoa yote moyo wangu, lakini macho yako hayaoni tena. Nilijaribu kuelewa kimya chako, kila neno limekuwa maumivu. Nilipokupenda ulinitazama mbali, sasa moyo wangu umechoka kungoja. Mapenzi yamebaki kivuli, ahadi zimevunjika kama kioo. Nilipenda kwa dhati, lakini moyo wangu sasa unaumia, lakini moyo wangu sasa unaumia. Sauti yako bado kichwani, lakini hapo tena. Sasa hizi hata kama ungekuwa na flyover sasa ungekuwa mtu ushafika. Naweza kanywa maji hapa kwa namsubiri mtu muda wote atokee. Sasa bora angekuwa nasema tu sometimes kwamba kama mimi nitakuwa na dharura, basi mimi niangalia mipango yangu mengine, maana sasa saa 6 na dakika 45 mtu anafika.
Karibu. Asante. Unaweza kanielezea kidogo ulikuwa wapi muda wote? Samani, nimechelewa mwana kupokea mdogo wangu. Kutoka nyumbani mpaka hapo stendi kuna umbali wa kiasi gani mpaka ifikia tu unachelewa? Kwa sababu nilishaanza kuingiwa na mashaka na pia muda ulikuwa unaenda sana. Hapana, yani sio mbali sana kilivyo, lakini yani hapana, ilikuwa ghafla. Ndio nipigia simu nishafika stendi. Alafu na nilikuwa tumejiana kuja. Kwa hiyo kama nimfuate kwanza. Toke huko stendi mpaka kumpeleka nyumbani. Okay, sawa. Napendelea sana kunywa soda. Basi sisi bwana tunapendelea sana kunywa maji. Pia nikushukuru sana kwa ukarimu ambao uliweza kunionyesha, namna ambavyo ulikuwa unamjali sana Zabron. Nikusifie, kazi yako unaiweza. Diana, ulishai kusikia kijana yeyote yule anakuambia kwamba ni mrembo? Una macho mazuri. Labda tusiende mbali sana. Leo mimi nataka mthibitishie Diana wewe ni mwanamke mrembo sana. Nafikiri yule ambaye atakuja kuwa baba ya watoto wako ataenjoy sana. Lakini tusiongee sana, nafikiri hata muda wenyewe, maana kuna mahali kidogo nilikuwa natoka. So nilipenda kampani yako kwa muda huu. Tukipata wasaa mwingine nadhani tutazungumza zaidi. Sawa, hamna shida. Nimefurahi sana kampani yako. Mimi pia. Okay, sisi tunaongozana. Nadhani itakuwa jambo jema. Unaacha tena soda yako tena? Hamna shida. Nafikiri itakuwa vyema zaidi. Yeah. Nilipokuona mara ya kwanza, mwanga ulijaa machoni mwangu. Nilijua moyo wangu umepata sauti yake ya kweli. So niliposikia jina lako
Wewe ni mwanamke mzuri sana. Nikisema wewe ni mzuri, ni mzuri vitendo vyote. Daktari na urembo wa mwili. Asante. Nikitazama macho yako ni siri ya mdori akikolea. Nakaribisha kazini. Nikombe kitu kimoja. Naomba nifunge kifungo cha tamaa. Niliposikia jina lako kama upepo ulipuliza rohoni, nikajua si ndoto tena, ni mwanzo wa hadithi yetu. Moyo wangu umekutana na wako, tukiwa wawili, dunia inang'aa. Mapenzi haya yameanza sasa, kama jua linavyoamka asubuhi. Wewe Di, wewe vipi? Huyu nani kwako huyu? Mpenzi wangu huyu. Wewe mpenzi wako? Vipi kwani? Hivi una akili sawa sawa wewe? Unawakuta watu wamekaa hapo, unaanza kuleta matatizo. Wewe unataka nini? Vipi, mna matatizo gani nyie? Acheni basi. Mbona una adabu wewe? Unaniambia mpenzi wako huyu? Mpenzi wangu huyu. Nitakufinyanga wewe. Di, siku zote unasema huna muda, lakini unapata muda kwa ajili ya huyu. Nilijaribu kuelewa kimya chako, kila neno limekuwa maumivu. Nilipokupenda ulinitazama mbali, sasa moyo wangu umechoka kungoja. Mapenzi yamebaki kivuli, ahadi zimevunjika kama kioo. Nilipenda kwa dhati, lakini moyo wangu sasa unaumia. Sauti yako bado kichwani, lakini hapo tena. Sauti yako bado kichwani, lakini hapo tena. Samahani sana. Basi haina shida. Basi hebu tuende kwanza. Maisha ya mgodi ni changamoto, kupata chochote kinapitia moto. Ili upate kula lazima upige koto. Kasa ya mapenzi ni vingi vilio, wengi wanakimbia eti kukosa milio. Hakuna cha kokota, yani bila salio. Kuna kupumzika daily RIP, huyu tunazika ila tuchangi, eti ya kujihusisha na mambo ya jamii. Na isemea ardhi ya jalali, na isemea ardhi ya thamani, ardhi aloweka kambi shetani. Na isemea ardhi ya jalali,
ya kambi shetani. Nalisemea chimbo chimbo godi, nalisemea chimbo chimbo godi, nalisemea chimbo chimbo godi, nalisemea chimbo chimbo godi. Hum, hum, oh, hum, 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 oh, hum, 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 oh, hum, 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 oh, hum, hum, hum. Karibu. Karibu, kama sikosei mme wangu. Nilijua tu. Wow, my husband. Za kazi. Njema. Kwenda kazi. Safi. Karibu. Na mgeni? Mgeni. Hapa uondoke bila pesa yangu. Sisi vipi? Mnafahamiana eti? Kama mlishawahi kukutana tena? Amna, baby, si unajua duniani walio hiyo. Utakuwa umefananisha na. Karibu. Asante. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Hapo karibu. Asante. Karibu kiti. Asante. Karibu kiti. Kijana, karibu. Asante. Shafika. Kwa cha msingi tu mimi kupata tu maelekezo. Basi na kama nilivyokuambia toka jana. Sawa. Mimi hapa nipo kwa ajili ya kazi. Ndio. Wala sio kitu kingine. Lakini ukumbuke hata jana na mimi nilijaribu kukudokeza kidogo. Unajua vijana mnatoka sehemu zingine kula kuja kutafuta kazi, lakini mkifika hapa matokeo yake hapa ni sasa hivi ni mji. Kuna mabinti wazuri wako mjini hapa, starehe ziko nyingi. Kwa hiyo mnafika muda mnaisahau kazi na mnasahau kilichowaleta. Matokeo yake starehe zinakuwa mbele. Kwa hiyo mimi nikuombe, hata yule niliyemfukuza pale alikuja kwa maneno matamu kwamba ana shida nyumbani, majukumu mengi, lakini dakika ya mwisho kawa mwizi, akawa nampa hela kwa ajili ya kazi, lakini anaitumia vibaya. Muda wa kazi anataka aende kwenye starehe. Kwa hiyo hilo nalo jaribu kulizingatia. Angalia kazi, usiangalie starehe kwanza. Starehe ipo tu. Starehe zipo, haziishi. Tumezaliwa, tumezikuta, tumezeeka. Lakini wewe sasa hivi unaweza ukafika sehemu ukafikiria starehe kuliko kazi. Wanasema kazi kwanza, starehe baadaye. Sawa kijana wangu? Sawa. Hapo ni leo. Hapo nime mkao. Kijana anaitwa Zabron. Kijana wetu wa kazi ambaye tutakuwa naye hapa kama familia. Kwa naomba
umpe ushirikiano, kwa sababu tutakuwa naye kama kijana wetu. Usionyeshe kumtenga, uwe naye karibu. Nahitaji kufanya naye kazi, lakini na imani ni kijana mmoja mzuri ambaye hana matatizo. Karibu sana Zabra. Asante. Karibu sana Zabra. Asante. Karibu sana, jisikie uko nyumbani. Hapa ni kwenu pia. Asante. Kama alivyosema, wewe ni mama wangu kipenzi. Karibu sana. Asante. Kwa hiyo kama baba yako, kama mama yako. Karibu, tunakukaribisha kwenye familia. Asante. Chini ya ardhi ndoto zipo hai, kila jasho hadithi mpya. Moyo wangu haujafaa, bado naota mwanga wa kesho. Mimi ni mchimba ndoto kwa mikono ya vumbi na maumivu. Dhahabu yangu ni matumaini, si mali bali maisha. Ya mgodi wa maisha, tunachimba kwa machozi na imani. Dhahabu si kila inang'aa. Wai twende. Lakini ndoto zetu zitaangaza. Wai twende. Tunachelewa. Nakuja subiria kidogo basi napata muda. Haya. Wai. Haya nakuja sasa hivi jamani. Aisee wewe una haraka. Ndio tukurudishia mlango. Ndogo ni sawa aisee. Wai twende. Haya. Unaenda sokoni? Jamani jitahidi basi kuleta matunda mazuri. Sijali. Ya jana alikuwa mabovu. Wewe. Wewe acha. Sijalala usiku mwenzio. Pole. Wewe ndugu yangu na ubuyu shoga. Ubuyu gani? Kwa Mama Jay. Mama Jay bwana wewe pale. Pale saluni Kafanyeje? Mama Jay yule basi wa saluni yule. Na hicho kile chake yule. Sikati mlio. Wewe acha. Na kielele chake. Wewe hujui kusuka sio kaenda likarudi na kielele. Tutakuwa tunaenda kusuka wapi sasa? Saluni zipo nyingi bwana. Wewe unasuka vizuri. Nadhani sasa wakati umefika anti, nahitaji kwenda kazini kwa sababu mjomba jana aliniambia niwahi kazini, nizingatie muda sana. Umeamkaje kwanza? Namshukuru Mungu kwa kweli nimeamka salama. Vipi anti? Umependeza. Kawaida tu anti. Kumbe kuna vago unapendeza hivi. Unajua mjomba, hayo tu ni kazi ya mjomba. Kwa sababu mjomba jana alisema niendane kidogo na mazingira. Kwa hiyo ile kazi nilikuwa nafanya toka mwanzo amenibadilishia majukumu, kwa hiyo itamsababisha niwe hivi.
Naomba nikutengeneze kola kidogo. Subiri kwanza, subiri. Nakutengeneza tu. Unajua sikia sasa auntie. Nakutengeneza. Subiri, nitatengeneza tu hata usijali. Usiwe na hofu. Hamna shida, nakutengeneza tu. Umependeza. Asante. Samahani. Naomba nikushukuru. Sawa sawa. Jiamini basi, tuko wenyewe tu. Naomba nikushukuru kwa ule usiku. Isingekuwa wewe sijui hata ningekuwa wapi leo. Nakushukuru sana maana ulinisaidia. Yaani bado nakumbuka toka enzi hizo tu. Ni muda mrefu sana umepita, lakini bado nashangaa bado nakumbuka, ila usijali kwa sababu ni jambo la kawaida. Mtu yote yule angeweza kufanya vile kwa sababu haukuwa mazingira sahihi. Ulikuwa ni mazingira ambayo wale wangeweza hata wakakuchukulia chochote kile au wakakufanyia chochote kile ambacho ni kibaya. Kwa hiyo nilifanya vile kwa sababu haukuwa katika mazingira sawa na mtu yote yule angeweza kukusaidia. Kwa juu ya hilo naomba hata usifikirie sana. Sawa? Kwa watu usijali. Kwangu ile ilikuwa zaidi ya msaada Zablon. Asante. Basi ngoja mimi niwahi sasa kazini. Sawa? Zablon. Nini tena? Kuna tatizo? Hapana. Nilikuwa nataka nikutakie tu kazi njema. Baki salama pia. Kasa ya mapenzi ni vingi vilio, wengi wanakimbia eti kukosa milio, hakuna cha kokota yani bila salio. Kuna kupumzika daily RIP, huyu tunazika ila tuchangi, eti ya kujihusisha na mambo ya jamii. Na isemia ardhi ya jalali, na isemia ardhi ya thamani, ardhi aloweka kambi shetani. Na isemia ardhi ya jalali, na isemia ardhi ya thamani, ardhi aloweka kambi shetani. Afadhali nilivyokuona shemeji. Unaweza kanipatia taarifa yote kuhusiana na Zablon? Taarifa zake kiufupi, tangu siku ile nimekuletea taarifa zake, kikweli mpaka sasa hivi bado siwasiliana naye tena. Atakuwa sawa kweli? Mimi nahisi usalama kule utakuwepo kwa sababu alinihakikishia kwamba iwapo tatizo lolote linaweza likatokea anaweza kanijulisha. Ila Shem. Samani. Kuna kitu nataka nizungumze lakini usinitofasiri vibaya sana. Ni kuhusu Zablon au? Hapana, nipo nje kidogo. Sawa, utanisamehe lakini. Sawa. Zablon vipi? Safi. Hesabu zako ziko sawa? Naona zimeenda vizuri sana, naona ziko sawa kabisa. Ndio. Ziko vizuri ukilinganisha na mwezi ulioisha. Ndio. Naona mwezi huu tumefanya vizuri. Sawa. Kwa sababu ukijaribu kumpea hapa
Mwezi ulioisha hapa naona ilikuwa ni milioni 32. Ndio. Na ukija kuangalia kwa sasa hivi unaona kabisa ni milioni 42. Sasa kwa kuna ongezeko kubwa sana. Kwa tumefanya vizuri sana. Sasa na hongera. Matumaini yangu nadhani pia hata wafanyakazi tutawapa stahiki zao kabisa vizuri. Kwa hiyo itakapoa sana wao wataongeza juhudi kwa sababu tumefanya vizuri sana. Zabron, naomba hebu acha ushamba. Sawa? Ipo hivi. Najua ndugu yangu alipoenda kule, kiukweli kule kuna vishawishi vingi. Unaona? Na kuna mambo mengi sana kule ambayo ni tofauti na ni mabaya pia. Unaona? Mimi nilikuwa nakuomba kitu kimoja. Unaonaje wapo ingewezekana mimi mtu ambaye nipo karibu na wewe, unaona, ni marafiki yani wa karibu, tukawa tunasaidizana vitu tofauti tofauti. Inawezekanaje hiyo? Nisi umenielewa, ila unataka tu nizidi kufafanua zaidi na vingine ambavyo havipaswi kuzungumzika hapa. Wewe si ni shemeji yangu wewe. Wewe si ni rafiki yake na Zablon au? Kwa hiyo bado namfikiria yule. Yaani ngoja nikwambie shemeji, sawa. Ipo hivi. Kule kuna vishawishi vingi. Wanawake kule ni wengi. Tena ni wazuri kuzidi wewe. Kwa Zablon sio hivi. Mimi ndo nakwambia, mimi napafahamu kule kwa sababu nasikia kuna jirani yetu pale, mtoto wa nani huyu, mzee Chemka. Yupo kule. Sasa hivi hata simu apigi, kwanza nishaanza kuvuta bangi, umalaya tu ndo mwingi. Kule yani sidhani kama rafiki yangu Zabloni atarudi kama ambavyo tulikuwa naye mwanzo hapa. Utajisikiaje kama Zabloni atatembea na mwanamke wako? Nilidhani penzi letu lingedumu, lakini sasa baridi imenigusa. Nilitoa yote moyo wangu, lakini macho yako hayaoni tena. Nilijaribu kuelewa kimya chako, kila neno limekuwa maumivu. Nilipokupenda ulinitazama mbali, sasa moyo wangu umechoka kungoja. Mapenzi yamebaki kivuli, ahadi zimevunjika kama kioo. Nilipenda kwa dhati, lakini moyo wangu sasa unaumia. Lakini moyo wangu sasa unaumia. Halo. Wako. Malole. Ihahe to yumwe tano ashena ko. Wakula makinai. Ngona ni hela tuwe ana kini hela. Yong hanai. Jumga yo no mabona ni tu. Ne herune. Kong khoi lu khoro yo o sange ja tu no mhako. Yeah. Hivi kama ungekuwa ni wewe ungefanya nini? Hoi lazima ugo sisi hao. Lazima ugo sisi mwana. Yo, hoi na go ile tu. Ko yo wene ro bi phaka ma sa. Hale ne. O bi phaka ma sa ro wene tu. Le khana na hwe tu.
Nachoona ni kwamba huwezi kunishauri chochote, ni kwa sababu hujui kuhusu mapenzi, hujui nini kuhusu mapenzi, na siku ukiamini kuwa mwanamke unampenda sana, ndio siku ambayo utajua kuwa ulikuwa unaota tu. Acha iwe hivyo. Ololo. Sasa wana boya. Nilitoa yote moyo wangu, lakini macho yako hayaoni tena. Nilijaribu kuelewa kimya chako, kila neno limekuwa maumivu. Nilipokupenda mimi nakwambia ukweli, na maneno utakuja kuyakumbuka, ni maneno ya muhimu sana kwako. Ukipuuzia basi shauri yako. Unasikia? Sasa mbona unaondoka? Nilidhani penzi letu lingedumu, lakini sasa baridi imenigusa. Nilitoa yote moyo wangu, lakini macho yako hayaoni tena. Unataka kiburi. Sawa, lakini ila nitahakikisha nimefanikisha jambo langu. Nilipokupenda ulinitazama mbali, sasa moyo wangu umechoka kungoja. Mapenzi yamebaki kivuli. Kuna mambo mengine natakiwa niyafanye. Sasa ukisema niwalipe mshahara wote, unaona hapa hela inaisha. Sawa? Takiwa tuwalipe nusu mshahara. Tulipe nusu mshahara, afu baadaye hela nyingine tutakuwa tunailipa taratibu. Sio, umenielewa? Ni sawa, lakini kwa jinsi ninavyoona, ukiangalia madeni yaliyobakia mwezi uliopita na sasa hivi ambao tumefanya vizuri, ingependeza zaidi tukawapa stahiki zao ili wakaongeza juhudi zaidi, kwa sababu unaona juhudi zote hizi ambazo unaona mpaka kipato chote hiki kiongezeka ni baada ya kuwahimiza sana kwamba temu hii hatutoacha madeni yote, tutawalipa fedha zote. Kwa hiyo ingependeza zaidi kama tutawalipa stahiki zao zote ili tuweze kufanya vizuri zaidi na tuatie moyo, kwa sababu mtu unapofanya kazi unatarajia kupata stahiki zako vizuri. Kwa hiyo tukiwapa, najua itawaongezea juhudi sana. Zabroni, nina mambo mengine ya kufanya na hii hela inatakiwa ifanye hiyo kazi. Kwa hiyo nimekuambia tutalipa nusu mshahara. Sio, unanielewa? Kwa sababu gani nasema hivyo? Hawa ukiwalipa hela zote wanaondoka, unapata wapi wafanya kazi? Inabidi tuwalipe nusu, halafu nyingine tutakuwa tunawapa taratibu. Ila kwa jinsi ambavyo mimi nilikuwa nimewajenga na ambavyo tulikuwa tunaongea. Hapana. Naomba unielewe. Tutafika sehemu tutashindana hata mimi na wewe kwa sababu ya kutokuelewana. Nimesema mimi nahitaji tuwalipe nusu mshahara, halafu baadaye tutakuwa tunawapa hela kidogo kidogo. Au na wewe unataka ukose? Hapana, sina mazumuni hayo, ila sasa kwa sababu umesema wewe itabidi tufanye hivyo, lakini ingependeza zaidi sana tukawapa stahiki zao, lakini haina namna, tutafanya hivyo tutapatia, nitawaeleza kama jinsi ambavyo umenieleza. Wewe cha kusema ni kwamba fedha tumekula losi, fedha haitoshi. Watachukua hiyo nusu mshahara, alafu nyingine
tutafanyaje? Tutakuwa tunawalipa taratibu, sawa? Sawa. Haya. Nimechoka lakini siwezi kuacha, kila nikipiga manaona sura kesho. Ndugu wanangoja, machozi yanakuwa, lakini moyo unasema endelea. Huu ni mkodi wa maisha yetu tuliochimba kwa ndoto na maumivu. Kati ya giza tunatafuta dhahabu, na tumaini ndilo mwanga wetu. Wengine walipotea, wengine bado wapo. Kila pumzi ni dau tunalocheza na kifo, lakini ndani ya mawe haya baridi kuna joto la ndoto zisizokufa. Babe. Naambia. Asante. Umeenjoy? Yeah, nimeenjoy. Ndio ninachokupendea hicho. Mwanamke uko vizuri? Asante. Kuna zawadi nzuri nimekuandalia. Zawadi gani? Utajua ni surprise. Sawa. Unajua nini baby? Naambia mamangu. Kuna kitu mimi nataka nikwambie. Kitu gani tena mama? Uishi maneno wewe. Najua utafurahia. Kweli? Kweli. Labda. Hebu niambie ni kitu gani hicho mpenzi wangu? Yaani baby. Mimi? Na mimba. Unasema? Yeah baby, na mimba. Kwa serious bana. Kweli? Na mimba. Hizo siku zote mimi nakutafuta kwamba nakupigia simu upatikani, yani hata sielewi ilikuwa ni shida ni nini. Hivi unajisikia unachokiongea? Yeah baby. I say. Ila wanawake. Shit. Kwani shida nini baby? Sio shida nini. Mimi nishakupanga toka mwanzo. Mimi habari za mimba sasa hivi sihitaji. Kwamba kukwambia mimi na mimba imekuwa kosa? Kwa unataka kuja juu? Unataka kupanda? Baby, lakini si nilikwambia pia ile siku kipindi tunakutana niko kwenye siku za hatari. Msikilize wewe mwanamke, sawa? Usiniletee habari hizo za mimba. Mimi mzunguko wako na ujua. Toka ile siku ya kwanza umeniambia upo kwenye siku za hatari. Sawa? Kwa hiyo kuniletea habari za mimba mimi sihitaji. Sawa? Yaani aisee. Lakini wanawake mna nini? Baby, si nilikuelekeza. Toka hapa bana, acha. Hizo habari mimi usiniambie. Mimi nishakataa toka mwanzo. Mimi sasa hivi sihitaji kuwa na familia, sihitaji kuwa na mtoto. Mimi bado sasa hivi nakula bata. Umri huu kweli miaka 21. Niwe na familia mimi. Kwa maisha gani unakuepo nayo? Lakini mimi naona unanichanganya tu. Hapana baby, kweli. Usinichezee, sawa? Siku ile ulikanambia kabisa kwamba upo kwenye siku za hatari. Na nikavumilia nikasikilizia kweli. Mpaka ile siku tumekuja kukutana. Unakuaje na mimba? Unakuaje na mimba wewe mwanamke? Baby. Sikia, usinichanganye. Baby kitu gani? Sawa? Sihitaji habari za mimba. Sawa? Baby sawa. Yaani naona hapa unanichanganya akili yangu, sawa? Unanichanganya akili yangu wewe mwanamke. Sasa mimi nakuchanganya nini? Nakuchanganya nini lakini baby? Kweli. Sasa tufanye kitu kimoja, sawa? Vaa uondoke. Baby. Vaa uondoke. Sihitaji. Nitakupiga. Nitakupasua. Mwanamke una nini wewe? Vaa uondoke. Baby, lakini okay, sawa. Si umeamua kunikataa mimi? Haya, na hii mimba itakuwaje? Nisikilize, sawa? Wewe sikutaki, sihitaji mimba, sihitaji mtoto. Yaani kiufupi, siwahitaji wote. Sawa? Naomba uvae uondoke. Vaa uondoke.
Basi sawa, lakini jua kama ukijua utanikumbuka. Unanitishia? Unanitishia? Sasa nakwambia. Vaa uondoke. Kunikumbuka kitu gani? Vaa uondoke. Karibu. Ingia, mlango uko wazi. Shemeji. Karibu, karibu. Karibu. Karibu kiti. Karibu kiti shemeji. Karibu. Salama, pole na majukumu. Karibu sana. Asante sana. Unajua ni shemu. Niambie shemeji. Yaani ya ndugu yangu jamani, ananichanganya sana. Yeah. Yaani siku hizi nampigia simu hapokei, muda mwingine anapokea lakini haongei. Ndio tatizo nini? Yaani na nyie mwishi wake visa. Kwani kuna nini kimetokea? Yaani sielewi. Sasa hauelewi ndio. Unajua unapokuja hapa nikusaidie mimi kama shemeji yako, lazima nijue sababu kwanza, nijue chanzo ni nini. Yaani ni kipi kilitokea mpaka kufikia hatua kama hiyo, ili kusudi yule unajua ni mwanaume mwenzangu. Nikimuita tukakaa mezani, tutaweka mambo sawa. Sasa ni vyema wewe shemeji ukaniambia kwamba kulikuwa na shida gani au kuna shida gani, kusudi yule ni mwanaume mwenzangu, tutaelewana. Mimi nitamweka sawa. Ila sasa ni vyema nikajua chanzo, labda shida ni nini haswa shemeji yangu. Yaani shemu hapo sielewi na mimi. Maana ukimpigia simu hapokei. Muda mwingine anapokea lakini haongei. Hata unamtafuta wewe mwenyewe. Labda ameshapata kwa mwanamke. Na mimi najiuliza labda amepata kwa mwanamke. Na mimi shemu, ndugu yangu nampenda sana. Na anaamua kunifanyia hivyo. Hebu fanya basi, ukae naye chini muongee aishi, niyapange. Sawa. Sasa tufanye kitu kimoja shemeji, sawa? Ngoja mimi nimalizie hapa na cheki mpira. Nikishamaliza hapa mimi nitampigia simu. Sawa? Kwa hiyo kila kitu kitakuwa sawa. Siwaze shemeji yangu. Tuko pamoja, sawa? Sawa shemeji yangu. Kwa hiyo usijali kabisa, ni masuala ambayo mimi nitamuita, tutazungumza. Kila kitu kitakuwa sawa shemeji yangu. Sawa? Usiwaze sasa na wewe. Karibu. Asante shehe. Cheki mpira hapo. Asante, mimi naona. Ngoja mimi niende sasa. Jamani. Sema hata hivyo basi hamna hata msosi nini? Ni siku nyingine tutakuwa tusiku baada huko. Sawa, karibu sana shemeji. Asante shehe. Haya sawa. Karibu sana. Deus, huyu aliyetoka hapa sasa hivi ni nani? Sinaongea na wewe. Aliyotoka hapa sasa hivi ni nani? Kumbe unakataa mimba, kumbe una mambo yako unayoyafanya ya wanawake. Sinaongea na wewe. Kwamba unisikia au? Si unijibu. Wewe mwanamke, kuna kitu umesahau hapa. Nijibu kwanza swali langu nililokuuliza. Huyu aliyetoka hapa ni nani? Inahusiana na nini?
Wewe mwanamke anakuhusu nini? Mimi na wewe tumeshamalizana. Kuna kitu umesahau? Kuna kitu umesahau? Nimeacha simu yangu. Nahitaji simu yangu. Umefuata simu? Ndio, nimefuata simu. Haya, fanya hivi. Njoo usimame. Nataka kwa simu yangu. Nisikilize. Nikusikilize nini? Usitaki kunipandishia hasira zangu. Unafanya mambo yako. Nataka simu yangu. Nisikilize, nitakupiga. Sawa? Sihitaji uingie humu ndani mwangu, sawa? Kuanzia sasa hivi mimi na wewe tumeshamalizana. Aya, simama hapo hapo nikuletee simu yako. Ukipiga hatua moja mbele, kitakacho kukuta. Niache, mimi nataka simu yangu. Simu yako hii hapa, naomba uondoke. Naomba uondoke. Kim. Niko hapa mdogo wangu bwana, unioni? Nakuona. Siku hizi mdogo wangu unazula kama nyuki bandia. Nilikuona hospitali, sijui ulikuwa na ajenda gani wewe? Kule. Kwa nimeenda kufanya field. Field? Asa field ya nini Kim, na umeishia form 3 wewe? Alafu utakiwa kujua kila hatua ya maisha yangu. Kuna baadhi ya engo natakiwa kuziacha kama zilivyo. Usiniambie. Basi hamna neno. Kim. Alitoa Uswahilini wanakwambia piga kelele kwa Kim wake. Ai bwana, vijana bwana hao. Kweli hata mimi pia nitakumisi. Lakini kwa sababu ya majukumu na lazima niende safari. Lakini vile vile nataka nikuachie agizo moja. Akija Zablon mwambie shughuli zote azisimamie, kwa sababu sintokuwepo kwa muda wa wiki moja ama wiki mbili, sawa? Kwa hiyo mwambie awe makini. Vile vile hata wewe ishi kwa makini zaidi, sawa? Sije nikarudi tena nikaambiwa nimeibiwa. Sawa bibi? Hamna. Sio hamna. Unaweza ukashawishika eti. Aka. Hamna. Kwa kitu gani alichokuwa nacho ule mshamba? Mshamba? Akuzidi wewe mume wangu. Mtu anaweza kaja na mbinu mbadala eti. Aka, hata usijali mume wangu. Huko unakoenda uwe tu makini. Mimi nakuombea ufike salama. Basi asante. Afu baby, ukifika huko mimi nakupigia video call, wewe uko usipokee. Nitakupokea. Kwa nini nisipokee? Wewe usipokee. Napokea. Unajua mimi nakupenda sana. Hata mimi nakupenda pia. Ndio sijui kwa nini. Nakumiss baby. Sio mama. Nitakumiss, unaniacha peke yangu nyumba kubwa yote. Zablon yupo. Sasa kwa nini Zablon ndo mnao? Utakuwa naye hapa. Utakuwa naye hapa. Wewe ni wewe, yeye ni yeye. Nitakumiss. Hello, Sofu baby. Sofu. Nakupenda. Nakupenda pia. Tamsikize.
ndoto zipo hai, kila jasho hadithi mpya. Moyo wangu haujafa, bado naota mwanga wa kesho. Mimi ni mchimba ndoto kwa mikono ya vumbi na maumivu. Dhahabu yangu ni matumaini, si mali bali maisha, si mali bali maisha. Tunachimba kwa machozi na imani. Dhahabu si kila inang'aa, lakini ndoto zetu zitaangaza. Mgodi wa maisha. Zabroni. Umependeza leo. Asante. Hatimaye leo tumekaa pamoja, maanake kila siku unanikimbiaga. Yaani wewe ukija ni haraka haraka tu, mara naenda kulala, mara uko na baba yako mahesabu sijui nini. Unipeta muda wa kukaa kama hivi jamani. Unajua zile kazi zinachosha sana. Kwa hiyo tunapokuwa tuko kule kwenye pilika pilika, yani mtu unachoka sana. Kwa hiyo ukifika hapa nyumbani kidogo unaupa nafasi mwili. Najua unachoka, pole. Ule mzee naye anakubana sana. Kawaida tu. Ila mimi nimefurahi kuwa na wewe leo. Naona siku yangu itaenda vizuri kabisa. Kawaida tu. Zabroni. Nimeandaa matunda hapa kwa ajili yako kidogo tu, ili tuenjoy, tufurahie. Huko tunapiga piga story 2-3. Si unajua tena ni muda sijapata nafasi ya kukaa na wewe kama hivi. Naomba uonje, yani ndizi ni tamu, nakwambia nimeonja mimi, yani kabla hata ya kukutengenezea wewe. Ni tamu kweli. Na parachichi. Mbona ilivyokuwa zuri? Ni zuri ila umeliona? Ila unasikia auntie? Ni vema tu mtu mimi mwenyewe, kwa sababu anaweza kujikuta mpaka napaliwa hapo, kanilisha nikapaliwa. Nisikia tujilishe tu mwenyewe. Kwa ajili yangu kama tu. Unaenda wapi? Sasa unanisogelea sana auntie. Jiamini basi, kamoja tu. Sawa, kamoja, lakini sasa ndio usinishike. Naomba basi nikulishe na usinikatalie. Sawa, nimekubali, lakini sasa usinishike. Nilishe. Kimya hiki kinazungumza, macho yako yananieleza yote. Tulipo karibu, dunia imesimama. Kila pumzi ni sala tulivu, kila mguso wako ni amani yangu. Moyo wangu umetulia, mikono yako imenipumzisha, na roho yangu imetulia ndani ya macho yako ya upendo. Matamu. 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 Nzuri.
Mkupe na parachichi. Nimeze kwanza, nimeze. Meza basi na kusubiria. Iko poa kabisa. Zabron. Vipi, nawe kulisha? Moyo wangu. Kaa vizuri sasa kulisha. Kulingana na sheria ya adhabu ya sura ya 16 inasema mtu akishindwa kulipa deni, hiyo sio kesi ya jinai, ila isipokuwa pesa hizo amezipata kwa njia ya udanganyifu, yani fraud, ama kwa njia ya kugushi. Lakini nikijaribu kuangalia pesa hizi ambazo amezipata, amepata kwa njia ya kukopeshana, manake walikubaliana wao. Sasa mimi nafikiri kitu kimoja, labda angegawa muda, huenda angelipa hizo pesa hapo mpaka wakubaliana na anayemdai. Okay. Kwani anadaiwa shilingi ngapi? Anadaiwa 150,000. 150,000? Okay, sawa. Mimi nailipa hiyo. Sawa. Okay, hamna neno. Sasa wewe niingie ATM alafu tunaika mambo sawa. Sawa. Boss, samahani. Nilikuwa naomba hela yangu, mwezi umemaliza. Okay. Nilikuwa nishaiandaa hela yako. Kwa hiyo cha msingi uiangalie tu kama ipo sawa. Hela yako hii hapa. Haya, asante. Ipo sawa? Nashukuru sana. Alafu kingine, nilikuwa naomba niache kazi bosi wangu. Unaacha kazi? Kwa nini unaacha kazi? Nilikuwa nataka nikajitegemee tu mwenyewe. Sasa hivi nipo jichanga hapa sasa. Ndio nimefika natosha. Au labda umepata kazi nyingine? Hapana, nataka tu nikajitegemee, nianzishe na mimi kibiashara changu mwenyewe kidogo kidogo. Okay. Kama inafaa, mimi nikutakie safari njema. Nashukuru sana. Haina shida. Namba yangu si unayo? Ukitukumbuka unatupigia simu, mimi mwenyewe namba yako ninayo, nitakuwa nakupigia. Wewe usiwe na wasiwasi, kila la heri. Asante sana. Mwisho wa safari najiona huru, nilipita kwenye roho na tabasamu maumivu, haya yamenifundisha kusamehe. Sio mwisho wa safari, bado kuna mwanga hata gizani. Mungu bado anaona, nitaendelea kutembea kwa tumaini jipya, kwa sababu najua bado kuna mwanga.
lakini leo natabasamu. Maumivu haya yamenifundisha kusamehe, sio mwisho wa safari, bado kuna mwanga. Bebe tayari jawene? Tayari, njoo uchukue uangalie. Ija hinga na nasi wanaga. Njoo chukue na hii. Chapu babu. Mwanangu wewe, kiukweli najisikia vibaya, yaani najisikia kabisa kifua kinabana hivi mwanangu, yaani siko poa. Koi. Hayo rumwa hamile, shida yingwa tele makemana. Ani nenge bajinga kwa nabazungu bale mani. Ene machuni ankosi. Aruru. Kampana kanayo. Mwanangu huyu jamaa unamuelewa kweli? Namuelewa vizuri sana, anachokiongea cha ukweli. Maana na umepitiliza mno kwa mademu. Sasa mademu huo ni kimpango wangu. Sasa nyinyi inawahusu nini? Sasa unaona kabisa hizi kazi tunahangaika kabisa kupata hela, alafu wewe unaenda kutumia na mademu. Kwa hiyo unataka kuniambia mimi nihangaike kazi kazi ngumu alafu nisile bado? Basi ukapime sasa, maana hicho kikozi ndugu yangu. Hayo ni maisha yangu binafsi. Yaani washikaji wengine bana, yaani mtu unamwambia mwenzenu yuko vibaya, alafu tena mnaanza kumsaidia. Je, nikate tamaa? Maana tuendavyo hatufiki. Wenzangu wanaolewa, wanapata watoto, lakini mimi muda wote nasubiri tu. Maisha ya mgodi ni changamoto, kupata chochote kinapitia moto, ili upate kula lazima upige koto. Kasa ya mapenzi ni vingi vilio, wengi wanakimbia eti kukosa milio. Anti, hii mchezo gani tunafanyana sasa? Jamani, mbona unafoka? Ndio michezo gani tunafanyana hivi anti? Ni mara ngapi nimekwambia nakupenda? Anti, unampenda nani? Unanipenda mimi? Nakupenda za bro. Anti, naomba hii michezo siendelee aise. Nitamwambia mzee. Sawa? Kwani ni mara ngapi mimi nimekwambia nina hisia na wewe Zabroni, hutaki kunielewa? Hiyo yote kwa ajili ya yule mzee. Sawa anti, lakini mimi I have a wife. Sawa? I have a wife. Kwa naomba hii michezo isiendelee kabisa yani. Naomba isiendelee kabisa na isijirudie. Na endapo ikijirudia, nitamweleza kila kitu. Sikia nikwambie. Yaani nitamweleza kila kitu. Mimi sikia nikwambie. Uniambie nini? Unieleze nini?
Yule mzee ana pesa, mimi nitachukua nusu ya mali zake zote nitakupa wewe. Asa kitu gani ambacho wewe hutaki hela? Pesa si kitu chochote. Pesa hainunui upendo, sawa? Pesa ndo kila kitu Zabroni. Haiwezi kanunua furaha ya mtu. Wewe huwezi kunipa furaha kwa pesa zako. Sawa? Kwa naomba hii mchezo isiendelee hata siku nyingine. Na ikiendelea nitamweleza. Zabroni. Yaani kwa nini nimeolewa na yule mzee? Yule mzee nuksi sana kwenye maisha yangu. Zabroni. Huyu mzee nuksi sana huyu. Kwa nini nilimkubali kuwa naye wakati vijana wa saizi yangu wapo? Zabroni. Kitu kimoja ningependa kukuambia. Sijui niwekaje hii, lakini nadhani unaweza ukanielewa vizuri. Wewe ni mmoja kati ya kaka bora sana. Unastahili ya yoyote. Ngoja nikufundisha kitu Kim. Ukiwa na furaha, huzuni na hasira, hautaki kutoa maamuzi. Kwani maamuzi utakayokuja kuyatoa kwa wakati huo yatakuwa yapo sahihi. Baadaye utakuja kujutia kama unavyojutia sasa hivi. Mimi nikiwa kama kaka, cha kwanza ni kutumia busara. Nitumie busara tu kwa sababu nikijua ni mdogo wangu. Na ndio maana tulizozana, tukazozana, nikajua kwa sababu ni bado una miemko ya kiutu uzima ambayo nakunyemelea kwa sasa. Ila nimefurahi sana kwa kuwa umerudi na umejua wapi ulipokosea, kwa sababu katika Biblia tunafundisha kwamba mnapotea kwa sababu hamjui maandiko na karama. Nashukuru Mungu umejua maandiko, bado kujua karama. Mwisho wa safari najiona huru, nilipita kwenye roho na tabasamu maumivu, haya yamenifundisha kusamehe. Sio mwisho wa safari, bado kuna mwanga hata gizani. Mungu bado anaona, nitaendelea kutembea kwa tumaini jipya, kwa sababu najua bado kuna mwanga. Inafikiri hata huyu bwabo ngopo gerezani wewe msinge upata. Mbona nage livyokayo? Nikacheza tu masimu mdogo wangu. Muda masimu za muda akula. Masimu. Sasa mimi nitakaje jela miezi 6 wakati wewe mwenyewe mwanasheria? Oho. Kwa hiyo kumbe nini mnategemea familia yenu na serikalini, basi mkifanya matatizo siwezi kutoa hiyo. Unajua kaka? Ni masikio yangu au? Kwani shida nini? Nimesikia unamuita kaka. Yeah, kaka yangu huyu. Wala usisumbue. Unajua labda ulikuwa hujajua. Unajua mama amenisaidia sana wewe. Na naweza nikasema yeye ni kaka bora, kwa sababu kila siku anajali kuhusu mimi. Anajali kuhusu maendeleo yangu, ananifundisha vingi. Na amenitoa rumande nilikuwa nikidaiwa, lakini yeye ameclear deni. Sasa kwa nini nisimuite kaka? Safi sana. Hatimaye sasa umeanza kuwa mtoto ninayemtaka mimi. Kama umeanza kumheshimu mpaka kakako, hata mimi utanisikiliza vizuri. Sasa nyinyi endeleeni kula. Alafu ni sawa.
Vipi na matikiti? Yapo. Maana nimekumbuka matikiti afu chakula kimeshaisha. Basi ngoja nikawalete. Hebu alete kwani nashughulikia. Haya. Poa, kamua dogo. Nilikuwa mimi si maharage. Haya. Basi bwana, ndio hivyo ndugu yangu. Mimi nafikiri tukiendelea kuishi kwa amani kama hivi mambo yatakuwa sawa. Kuna wakati tunaweka elimu pembeni, tunadili na familia zetu sisi wengine kama maisha yetu. Tukiwa serikalini, tuko serikalini. Tukiwa hapa tunakuwa hapa. Ila ukizungua amu ya pili na kukanda kama siku ile. Maisha ya mgodi ni changamoto, kupata chochote kinapitia moto, ili upate kula lazima upige koto. Kasa ya mapenzi ni vingi vilio, wengi wanakimbia eti kukosa milio, hakuna cha kokota yani bila salio. Kuna kupumzika daily RIP, huyu tunazika ila ni mdogo lakini mwelevu, kilikuja siri, ana moyo wa dhahabu. Yenyewe sasa hivi naona tanki limekaribia kuisha hivi. Nadhani yakitoka hapo mwana haraka kama anakojoa nje. Vipi wewe? Safi. Kulikoni? Hapana mimi mara moja. Mlimani? Basi tumetoka kuzungumza jana kwamba leo unarudi shule, yale mambo yako yote ya mlimani unayaacha. Unarudi shule, unaendelea na masomo ili kutimiza malengo yako. Na asubuhi ya leo muda huu namaanisha nimekuacha unavaa uniform za shule. Sasa unatoka na kuona mavazi ya mgodini. What is happening? Hapa nataka nifanye kuwa ni mara ya mwisho. Nadhani baada ya hii haitakaa jirudie tena. Nataka nikatafute dhahabu kwa leo tu. Yaani leo tu. Lakini siku nyingine sitaenda. Baada ya hapo narudi shule. Wewe kutafuta pesa kwa leo tu kisha narudi. Ngoja nikupe kisa kidogo cha Nabii Petro ambaye mwenye tabia kama za kwako. Nabii Petro wakati Yesu aliwaamuru wafuasi wake kwamba kila mmoja bebe jiwe, wale wote wakabeba mawe yote makubwa. Lakini Nabii Petro kwa sababu ya uvivu wake aliamua kubeba jiwe dogo, amekataa kujichosha. Ilipofika mbele watu wote wakaumwa njaa, wanafunzi wa Yesu. Yesu akaamuru yale mawe yawe mkate. Sasa wenye mawe makubwa yakawa mikate makubwa, walikula na wengine wakaacha mpaka wakabeba. Nabii Petro kwa sababu ya uvivu wake alibeba kidogo, alikuwa na hajashiba. Walipozidi kutembea mbele, Yesu akawaamuru wanafunzi wake tena, enyi kila mmoja bebeni mawe. Wale wakabeba mawe madogo, Petro akasema hata ngoja nibebe kubwa ili kigeuza kuwa mkate mimi nishibe. Walipofika mbele, Yesu akawaambia hivi, mnaona hii bahari? Chukueni jiwe, lusheni, litakalofika mbali ndio ataishi maisha marefu. Sasa wale wenye mawe madogo waliweza kurusha jiwe lao likafika mbali, ila huyu Petro mwenye jiwe kubwa lilifika karibu, na ndio maana alikufa mapema kwa sababu ya tamaa zake. Nikutakia safari njema. Unamaanisha nini kusema hivi? Maana yangu kubwa, acha tamaa, kuwa na msimamo kwa kile unachokiamini wewe, ili uweze kutimiza ndoto zako. Sawa. Kiliku ni mdogo lakini mwelevu, Kiliku jasiri, ana moyo wa dhahabu. Kiliku ni mdogo. Nakupigia. Fanya hivi. Subiri kwanza mara moja. Subiri kidogo. Deusi. Samahani kidogo, nakupigia shogangu, nakupigia. Lilian, ni wewe? Subiri nakupigia. Ulikuwa wapi siku zote? Ni wewe Deusi au nakufananisha? Ndo mimi?
nisafishe kwanza macho yangu. Ukistaajabu ya Musa ya Firauni yako njiani anakuja. Wewe ndo mimi. Wewe aloko unajiona shababi, unajiona mwanaume chuma, unajiona wewe ndo wewe Mwakitorio nzima, hakuna kama wewe. Imekuwaje umechoka, umechakaa hivi, umepauka kuliko hata wale manyani wa mlimani? Haki ya Mungu kuisha kupo. Wewe sio umeisha, yaani wewe umepalala. Ona ngozi ilivyokupauka. Hivi kwani hata mafuta umepaka? Naisemea ardhi ya jalali, naisemea ardhi ya thamani, ardhi aloweka kambi shetani. Naisemea ardhi ya jalali, naisemea ardhi ya thamani, ardhi aloweka kambi shetani.